Aise, waandamanaji tunaenda ubalozi wa Tanzania. Tutakuwa nje pale kwa muda. Tutachoma mishumaa kwa kumbuka waliopotea. Tutakaa chini pale. Tunaenda kwenye ubalozi wa Tanzania sasa hivi. Kwa hiyo kama unakuja kwenye maandamano, tafadhali njoo moja kwa moja kwenye ubalozi wa Tanzania. Tunaenda, tutakuwa pale nje, tutachoma mishumaa kwa kumbuka wale ambao wamepotea na kuuawa na serikali ya Samia. Ndio tunaelekea huko, tutakuwa tumefika pale dakika 15. Kutoka hapa IMF mpaka ubalozi wa Tanzania ni kama dakika 15 tu kutembea. So kesho Ijumaa tarehe 17 mwezi wa 10 mwezi huu 2025 tutakuwa Washington DC, Marekani. Watanzania wote diaspora wapenda haki. So we are here protesting Tanzania. Tuko hapa tunafanya maandamano. Tumemaliza IMF. Tumekuja kwenye ubalozi wa Tanzania. Tunawakumbuka watu waliotekwa, majina yao hapa. Majina zaidi ya 191 ya 190. Tuna mishumaa yetu hapo. Ni kuwakumbuka tu wenzetu waliokuwa wametekwa. Tumemaliza na IMF, ndio tumekuja kumalizia hapa. Kwa hiyo tutakaa hapa kama dakika 30, alafu baadaye tutasapia. Lakini dokta, hili swala la ubalozi kutuma watu na wapa watu hela waende pale. Ubalozi unaweza kutumika kwa kiasi cha namna hii, kutuma watu kwenda kuwapa hela watu ili waende kuharibu maandamano kwa kiasi hiki. Je, ni kitu gani kinaweza ikafanyika, yani kumshindikiza huyu balozi ambaye atakuwepo kama hapo Maryland kwa Watanzania? Ni kitu gani kinaweza ikafanyika ili kusudi kisijirudie tena kitu namna hii, ama kiko nje ya mikono yetu? Tunaweza kufanya kitu gani kwa watu huko Marekani kukataa kitu cha namna ambacho kimefanyika leo, ambacho tumekiona cha kupeleka watu ambao sio wa Tanzania, wa Spanish, na wakadai hela hapo na wamerekodiwa, wakalipwa hela zao wakaenda? Tunawezaje kufanya hii, ama kumwandikia barua balozi? Nini tekea kwenye hiki kitu cha namna hii? Kwa sababu nao shakuwa balozi ndio. Hii ni video ya ushahidi. Watu ambao waliitwa pale IMS kwa ajili ya kuvaa t-shirt zile za Samia, na sasa hivi ndo wanawagawia fedha kama unavyoshuhudia. Hapa nipo nje ya embassy kwa nyuma, na hao watu ambao wako hapo wanapewa fedha kama unavyoona. Wamekuja kudai fedha zao ambazo baada ya kuvaa t-shirt ndo hao, na wanapewa kama unavyoshuhudia. Hii video ni special kabisa. Wameambiwa wanawafukuza, wanawapatia hiyo pesa kama unavyoona. Hivyo yani ni hatari. Kakalibe, hii ni video ambayo nimekutengenezea na tutaipandisha hapa kwenye YouTube ili Watanzania waone na kinachoendelea Marekani katika serikali ya Samia. Ni hatari sana. Habari zenu Tanzania. So cha kwanza nilikuwa nataka kuwatoeni wasiwasi. Nimeshafika airport, nipo zangu lounge now, nasubiri flight yangu back to LA. Yeah. So Mungu ni mkubwa, mimi ni kijiji cha mtume. I'm fine. Sasa nilikuwa nataka niwapeni update ya kinachoendelea sasa hivi. Ndugu zangu, Mkunda anapita kila kambi ya jeshi. It's been a week now. Kila kambi ya jeshi nchi nzima anazunguka, mmoja baada nyingine. Anaongea na wanajeshi. Anawaomba. Sio hata oda, anawaomba. Anawaambia, jamani, sisi tulinde katiba. Sisi haya maandamano hayatuhusu. Sisi haya mambo hayatuhusu. Tuwaache huko wenyewe. Sisi kazi yetu ni kulinda katiba, sio kufanya maandamano, sio kwenda kuingilia hii issue ya 29. Sisi haya mambo hayatuhusu. Yani guys, ni kwamba muelewe, Mavi anagonga chupi, wamechanganyikiwa wale. Yani Mkunda Mavi anagonga chupi, Samia Mavi anagonga chupi. Yani sasa hivi ndio wana realize how serious the issue is. Alafu hawajui jinsi ya turn back, kwamba wanafanyaje.
Kwa hiyo nilikuwa nataka niwaambie guys, tuko pazuri, shikilieni hapo hapo, tuko pazuri. Yani jamani, yani tarehe 29 ni nyie kwenda kumaliza kuchukua nchi yenu, tuanze upya ndugu zangu, tuanze upya, tuanze kuchagua viongozi wanaotufaa, watakaotuletea maendeleo, viongozi ambao watatutii na kutusikiliza sisi, sio viongozi ambao unatuona sisi mapunda kwa pakoni tu. Yani tupate katiba mpya, katiba ambayo italinda rasilimali za nchi, katiba ambayo hakuna rais anaweza tu kuamua kuuza bandari kwa Arabu, katiba ambayo rais hawezi kuuza rasilimali za nchi yetu, katiba ambayo rais sio Mungu mtu, katiba ambayo wananchi ndio wana control na nchi, katiba ambayo mtu mmoja hawezi kuja akaja kutuharibia nchi kiasi hiki. Guys, tarehe 29 mnaipata nchi yenu. I believe it. You have to believe it too. Tarehe 29 tunaipata nchi yetu. Tarehe 29 ndio mwisho wa ufisadi Tanzania. Tarehe 29 ndio mwisho wa utekaji Tanzania. Tarehe 29 ndio mwisho wa mauaji ya wananchi Tanzania. Tarehe 29 ndio mwisho wa Tanzania kuonekana kama mbwa na viongozi wao. Tarehe 29 itakuwa ndio mwisho wananchi tunapolalamika matozo, tunaambiwa hamieni Burundi huko. Itakuwa ndio mwisho wa Tanzania tunasema tupeni ajira, tunaambiwa nendeni VETA huko, jiajirieni huko. Tarehe 29 itakuwa ndio siku ambao viongozi wetu watajifunza kutuheshimu na kuwa na kutuona sisi ndio wenye nchi na sio wao na familia zao. Tarehe 29 itakuwa ni mwisho wa bunge la kifamilia, bunge la machawa. Wanajichagua mafamilia, wanajiweka kwenye bunge machawa. Wananchi hatuwezi kuchagua bunge letu, watu hivi. Tarehe 29 tunapata nchi yetu, tutaanza kuweka wabunge tunaowataka, wanaotufaa sisi. Tarehe 29 itakuwa ndio mwanzo wa maendeleo, ndio mwanzo wa maisha ya Mtanzania kuimprove. Tarehe 29 tunaenda kuondoa umaskini Tanzania, tunaenda kuondoa mafisadi, tunaenda kuondoa watekaji wasiojulikana, sijui wanaojiona wao ndio wenye nchi, sijui who is who. Tarehe 29 kila Mtanzania atakuwa who is who. Haya, aise, waandamanaji, tunaenda ubalozi wa Tanzania, tutakuwa nje pale kwa muda, tutachoma mishumaa kuwakumbuka waliopotea, tutakaa chini pale. Tunaenda kwenye ubalozi wa Tanzania sasa hivi. Kwa hiyo kama unakuja kwenye maandamano, tafadhali njoo moja kwa moja kwenye ubalozi wa Tanzania. Tunaenda, tutakuwa pale nje, tutachoma mishumaa kuwakumbuka wale ambao